Rais William Ruto ametangaza kuwa serikali inapanga kubadilisha mifumo yote katika sekta ya elimu kuwa kidijitali ili kuzuia ufujaji wa fedha na kuimarisha uwazi katika sekta hiyo. Akizungumza katika kaunti ya Nakuru wakati wa mkutano wa kitaifa kuhusu elimu, Rais Ruto amebainisha kuwa serikali imekuwa ikipoteza fedha nyingi hasa kutokana na wanafunzi pamoja na shule hewa. Ila sasa kupitia mifumo ya kidijitali, serikali itaweza kupanga rasilimali ili kuhakikisha kila mwanafunzi anapata elimu kwa usawa. Akizungumza wakati wa mkutano wa kitaifa kuhusu elimu katika kaunti ya Nakuru, Rais William Ruto ameeleza hatua zinazochukuliwa na serikali yake kupunguza ufujaji wa fedha katika sekta hiyo, hasa kupitia mifumo ya kidijitali itakayohakikisha maelezo sahihi ya idadi ya wanafunzi, shule pamoja na walimu. We had 800,000 pupils in primary school. Government paying close to $1.2 billion every year for learners that did not exist. We had schools registered close to 200 schools that did not exist. Rais akibaini kuwa chini ya miezi miwili ijayo, serikali itahakikisha mifumo yote katika sekta hiyo ni ya kidijitali ili kuimarisha uwazi na kupunguza ufisadi katika sekta hiyo. I have instructed the Ministry of Education that in the next 2 months we are going to be working with the Konsa Technopolis to make sure that we digitize all the education details of every learner, every school, teachers. Waziri wa Elimu Julius Migos Ogamba ameeleza baadhi ya mafanikio yaliyoshuhudiwa katika sekta hiyo, hasa baada ya serikali kuitengea karibu 30% ya jumla ya bajeti ya kitaifa, akibaini kuwa shule zinapata mgao wao kwa wakati unaofaa, huku karibu 99% ya wanafunzi wakifanikiwa kujiunga na gredi ya 10. Government is paying for infrastructure. Government is paying for the teachers. Government is paying for the books. The latest case that we are handling, where school fees was raised from the 53,000 that is allowed to 120,000. But when we looked through, our quality assurance officers did the report, they found several budget lines in the budget that are non-essential, that are not core to what a school should be doing. For instance, 26 million for going to Dubai. 26 million for going to Dubai. 13 million for speeches during prize giving. Mkutano huu wa kitaifa umewaleta pamoja wadau mbalimbali katika sekta ya elimu kuangazia mafanikio pamoja na changamoto katika mfumo wa CBE, kauli mbiu mwaka huu ikiwa ni kuendesha mageuzi madhubuti ya elimu kupitia uongozi na uwajibikaji. In particular, James Mwangi, Undugu TV.